Habari za asubuhi ndugu zangu wanahabari. Nawakaribisha na ninyi kwenye huu mkutano na wanahabari kuelekea mchezo wa Azam Football Club dhidi ya TRA, mchezo ambao unatarajia kupigwa tarehe 29 Azam Complex Chamazi majira ya saa 3 kamili usiku. Huu ni mchezo mwingine wa ligi kuu ikiwa ni mwendelezo wa ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa viwango ambavyo vimetoka hivi karibuni. Na sisi kama Azam FC tutaendelea kutoa kilichokuwa bora ndani yetu, tutaendelea kushusha vyuma, tutaendelea kuleta benchi la kueleweka. Lakini zaidi tutatambulisha means zote necessary za kuifanya klabu ipandishe pia hadhi ya ligi ili kuhakikisha kwamba tunaunga mkono juhudi za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kesho ni siku nyingine ambayo tayari tumesha taja viingilio vya mchezo. VIP A itakuwa shilingi 10,000, VIP B itakuwa shilingi 5,000 na mzunguko itakuwa shilingi 3,000. Mungu akipenda, kuanzia majira ya saa 10 jioni mageti yatakuwa wazi tayari kwa ajili ya kupokea mashabiki wa mpira wa miguu ambao wamekuja kuangalia kandanda, lakini pia watakaopenda kutembelea duka letu la vifaa vya michezo la Azam FC. So kwa hayo machache niwakaribishe sana. Kuhusu mchezo wenyewe, ni mechi ngumu dhidi ya TRA kama ambavyo mmemsikia mwalimu akizungumza awali na mmesikia pia mwakilishi wa wachezaji. Chilambo amezungumza kwamba ni mechi ambayo inabidi uende kwa tahadhari, inabidi uache hisia mbali, ufanye kazi, ujitume na vipaji pia vichukue nafasi yake. Kwa hiyo ni aina ya vitu ambavyo tuko navyo kwenye timu yetu. Tuna vitu vingi vya kushowcase. Hatujacheza mechi nyingi bado za ligi kuu, lakini kwa mechi chache ambazo tumecheza nafikiri watu wanajua kwamba Azam Football Club ina timu gani na tutadeliver kwa ukubwa wa kiasi gani kwenye mchezo wetu dhidi ya TRA. So kutoka kwao tutegemei mechi rahisi hata kidogo. Kutoka kwao tunategemea mechi ngumu sana kwa sababu kwanza wanayo hiyo quality, 2 hawalipwi mshahara tarehe 40, 3 wana mwalimu ambaye anajua namna ya kufanya mpira wa miguu uwe mpira wenyewe. Kwa hiyo kwetu sisi ni heshima kubwa sana kwa host kwenye mchezo unaofuata, na tutacheza kwa nguvu sana, tutatoa kila kitu ili kuhakikisha kwamba tunawapa Watanzania kwa ujumla mechi nzuri. Heshima bali ya sasa hivi. Salama. Azam FC mnashiriki michuano ya kimataifa, lakini pia mko katika michuano ya Tanzania bara. Labda ratiba za pande zote hizi mbili zinawapa wakati gani mkuu kuweza kutafsiri michezo ambayo nyinyi mnakuwa mnakutana nayo? Ina side A na B. Side A ina kutengeneza kuwa timu imara zaidi, ina kutengeneza kuwa mtu wa ushindani kwa sababu unacheza CAF Confederation Cup, ukitoka hapo unarudi kucheza ligi kuu, na Mungu akipenda hivi karibuni tutaanza pia michuano ya FA, sio? Tukitoka hapo mtarudi tena kwenye ligi kuu, na kama tumejaliwa kusonga mbele kwenye kombe la shirikisho kuna hatua zingine ngumu zinakuja huko mbele. Kwa hiyo kwa akili, kutengeneza utimamu, kujiimarisha tuwe mwenyewe binafsi kwenye upande wa side A ina faida kubwa sana. Lakini kwa upande mwingine wachezaji most of the time wanakuwa na fatigue, pressure inakuwa ni kubwa na nini. Kwa hiyo unaweza kama mwalimu ukakosa kile ambacho ulikuwa unakitegemea, kama timu mkakosa kile ambacho mnategemea kutoka kwao. Lakini kwetu sisi nafikiri kitu pekee ambacho tumeamua kubaki nacho ni upande A, kwamba the more tunakutana na ugumu ndo the more tutaimarika zaidi, the more tutatako hizo challenges na kuzigeuza kuwa ushawishi wa kufanya kitu kizuri, itatuimarisha zaidi siku hadi siku na kufikia malengo ambayo tumeweka kama club. Kwa hiyo sisi kama Azam FC tunabaki na upande A. Hashim ametoka hapo Christina anasema kwamba anaiheshimu Azam FC, lakini wamedhamiria kweli kwenda kuchukua alama 3 dhidi ya kocha bora ambaye ni Ibenge. Kwa upande wenu mchezo uliomalizika umetoka kutoa sare. Kauli hii huenda kama wamekuja kwa kujidhatiti kweli kuzihitaji alama 3 kutoka kwenu. Of course, na sisi tunaheshimu uwezo wa TRA na tunajua kwamba wana timu nzuri. Nimesema hivyo mwanzo. Sitaki kuichukulia binafsi sana, lakini mimi ni muumini wa mpira mzuri. Tukutane tu uwanjani, tucheze, boli itembee, ambaye atakuwa kwenye wakati mzuri wa mchezo akipata matokeo mazuri, obvious inakuwa nzuri kwa upande wake. Kama ukiyakanyaga utakuwa umeyakanyaga tu. Na uzuri ni kwamba nafikiri hakuna mtu ambaye anafanya kitu kwa uhakika akawa na makelele. Panganga zikiwa nyingi wewe sio mtendaji.
tusubiri tuone muda ufike tucheze. Uzuri ni saa 3 usiku, cool breeze, we'll give them a good match. Pengine sasa mashabiki watarajia kitu gani cha tofauti kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Hakuna kitu cha tofauti. Azam FC ndo ile ile ambayo imetoka kucheza na Nairobi. Hakuna kitu cha tofauti kwa sababu Azam FC ndo ile ile iliyocheza mchezo wa mwisho wa ligi kuu. Mwalimu ni yule yule. Tuna maingizo mawili mpaka sasa hivi kwenye usajili ambayo tumeshayatambulisha. Wengine bado hatujawatambulisha. Ila swala la usajili tulishafanyaje? Tulishalimaliza. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna kitu exceptional, labda pengine tutakapoamua kutambulisha mtu mwingine, lakini sisi kama club tumejiandaa na mchezo, tuko vile vile. Nado ni yule yule, Fei ni yule yule, Kitambala ni yule yule, Ibenge ni yule yule, na mimi ni yule yule, hata babu zaka za kazi ndio yule yule. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho ni cha tofauti. Umezungumza kuhusu sajili, kuna sajili yoyote ambayo Azam FC waitarajie? Very soon tutamalizia kuwatambulisha wachezaji wetu ambao bado hawajawaona. Wale ambao tumeshawasajili, tumeshawatambulisha, wamewaona. Ambao bado hatujawa reveal kwao, bado tunatafuta utaratibu kidogo. Unajua kuna wakati unaweza ukaona mchezaji, yani safari ya Unguja inanoga ukipanda Kilimanjaro 9. Ukipanda meli masaa 7 utachelewa. Unataka boti angalau ya lisana dakika 20, si ndio? Kwa hiyo tumeshatambulisha wachezaji wetu wa kwanza. Sasa hizi tunataka kutambulisha mwingine. Tunatafuta namna bora ya kumleta mbele ya mashabiki wa mpira wa nchi ili waone, waseme huyu naye katoka wapi, afu baadaye waje washangae. Kwani kuna watu wanatambulisha vizuri? Mimi sijasema hivyo. Sisi tunatafuta tu namna yetu bora ya kutambulisha wachezaji wetu.